Naam, asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji ambaye unafuatilia mitandao hii ya kijamii, niko Temeke hapa wilayani katika ofisi kuu ya Umoja wa Madrasa za Kiislamu nchini Tanzania, UMAKITA. Niko hapa kuonana na mwenyekiti wa UMAKITA taifa, lakini sana pia nitaongea na katibu mkuu wa UMAKITA, bila kumsahau mweka hazina kama atakuwa yuko karibu, basi tafanya naye walau mawili matatu. Na yote hii ni katika kuelekea katika jambo kubwa kabisa, semina ya kwanza kabisa ya walimu ambao Umoja wa Madrasa za Kiislamu nchini Tanzania wakiwa wameiandaa. Siku sio nyingi sana, ni tarehe 18 mwezi huu wa 4 2026, sawa na mwaka 1447 Hijiria, mwaka wa Kiislamu. Wapi semina hii itafanyika? Nini maudhui ya semina hii? Mwenyekiti niko naye hapa, yeye mwenyewe ndio atazungumza lengo la semina hii. Mwenyekiti, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mimi nakufahamu, lakini wasiokufahamu wamfahamu mwenyekiti wa UMAKITA Tanzania, jina lake nani na kazi zake hasa ni zipi? Tuanzie hapo. Mimi kwa jina naitwa Sheikh Ali Omar Kilimo, ni mwenyekiti wa Umoja wa Madarisi za Kiislamu Tanzania, UMAKITA. Na jambo kubwa ambalo mnategemea kulifanya tarehe 18 biidhnillah Mungu akitumsha salama mpaka siku hiyo, lengo la jambo hili ni nini na waalikwa hasa ni kina nani? Mbele yetu na jambo kulisha maadili katika jamii. Jambo hili lina mustakabali mkubwa kidogo, na jambo hili limeanzia muda mrefu, na hasa ukiangalia hawa vijana wetu JZ, jinsi mporomoko wa maadili katika nchi yetu, jinsi unavyoanza kujitokeza na kukua kwa haraka. Na hili rais wetu wa nchi aliwahi kuliona, aliwahi kuzungumza na viongozi wa dini, na viongozi wa dini wakalichukua, na sasa hivi BAKWATA makao makuu kwa idara ya elimu ya juu na mahakama ya kadhi, na wakishikiana na sisi huwa tunaliendeleza. Sasa sisi tumeona pia tuende na madarisi kwa kata hadi kata, mpaka tukasimaliza kata zote katika nchi yetu, kwa sababu katika madarisi zetu kuna vijana wengi sana wenye umri huo ambao unaonekana kwao kwenye maadili kuna matatizo, umri wa ushawishi huo. Sasa tumeona sisi tuendelee na jambo hili hatua kwa hatua hadi nchi nzima tunamaliza. Kwa hiyo kwanza tuna semina hiyo tunafanya kwa kata, na tarehe 18 tutafanya kwa kata ya Temeke na Tandika, na baadhi ya kata tumezichagua kata maalum, tutaanza nazo kama 5 hivi, tutafanyia hapa makao makuu, na tutafanya jumla ya watu wote watakaoshiriki kongamano hilo watakuwa si chini ya 100. Lakini baada ya hapo tutaendelea nalo, na mnamo tarehe 9 pia tutakuwa na kongamano tutafanya la Tanzania nzima. Tutafanya semina elekezi pamoja na hilo kwa Tanzania nzima, tutafanyia mkoani hapa Dar es Salaam. Hili tunafanyia hapa makao makuu Temeke Mwembeyanga, hapa kwenye jengo la Chama cha Mapinduzi, ambao kuna sheria Puma. Sisi ni wapangaji huku juu ya ghorofa ya kwanza, sisi ndio tutakapofanyia shughuli yetu. Mwenyekiti, walimu wamelipokeaje hili mlipowataka nyinyi kama UMAKITA kwamba walimu wa madrasa sasa tukae pamoja tufanye semina elekezi katika kurudisha maadili kwa jamii? Wao walimu wamelipokeaje hili jambo hili? Kwa kusema kweli, walimu wengi sana. Hata hivyo ndio maana tukwambia tunaanza na watu takriban wachache kama 100, lakini wanaohitaji kupata jambo hili ni wengi, kwa sababu si tu kwamba tunatumia kwanza Khulaswati Nurul Yakin, lakini ndani yake kama unavyomjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ni nuru na yeye ni kigezo kwetu sisi Waislamu. Kwa hiyo ina maana kwamba vijana wengi wamelipokea kwa mikono miwili, na wengi hadi sasa hivi tushafanya semina za mwanzo wanalihitaji sana, na
mwendelezo wa Khulasatun Nurul Yaqin, sasa hivi madrasa nyingi wanafundisha. Hapo nyuma watu wengi walikuwa mara nyingi hawafundisha, walifikiri kama somo maalum katika madrasa zao, lakini kwa sasa hivi madaris zetu kwa mkoa wa Dar es Salaam zinamsoma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina maana kwamba kuanzia sasa hivi vijana wetu wengi watakuwa wenye maadili mazuri na sio wenye kupotoka, na tuna imani kabisa vijana wote wa Tanzania, kwa sababu Tanzania yetu mara nyingi tunashikiana wa dini mbalimbali, hata tunafanya mihadhara pamoja, kwamba tunapowafundisha vijana wetu, basi vijana wetu wanakaa na vijana wa watu wengine, vijana wa imani zingine, watakayozungumza ni yale, kwa sababu ni mazuri, basi watayapata wote. Na hawa Jay-Z, ina maana inaweza ikafika mwisho wakaona haya yanayozungumzwa au haya yanayotakikana kutokana na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watayapokea na watayafanyia kazi, na watakuwa ni kizazi ambacho kinachohitajika. Kuelekea semina hii tarehe 18, Mungu akitujalia uzima, mimi, wewe na wengine walopata mwaliko wameshaupata, wengine ambao hawajaupata, nini wategemee sasa baada ya hili? Wao wategemee nini? Naam, wale ambao kwa wiki hii ya tarehe 18 hatakuwa wamepata, basi wawe na imani kubwa kabisa. Semina ziko nyingi, wiki hadi wiki zitakuwa zinafanyika semina, na semina tutakayofanya tarehe 9 mwezi wa 5, inawezekana kabisa tutazishirikisha mikoa yote. Mikoa yote kutakuwa na wawakilishi, lakini katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na Pwani tutaongeza watu wengi, kwa sababu tunategemea kuwa na watu wasiopungua kati ya 3,000 na 5,000, na tunatafuta ukumbi ambao utaweza kutosheleza. Kama tutapata hivyo, basi watapata semina elekezi na watapata semina ya maadili. Kwa hiyo ina maana kubwa kwamba hapo napo tutakuwa tumeongeza wigo mkubwa na mpana kwa vijana wetu wa Kiislamu kuelewa yale masuala ya maadili, hususan ya dini yao. Na ukimsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi wewe utakuwa ni miongoni mwa watu mwenye kufanikiwa, kwa sababu yeye yuko kwenye nyanja zote. Yeye ni mwaminifu, yeye hata kusema nashindwa kusema, kwa sababu ukitaka kumzungumza mtume hata tukikaa kutwa nzima hatutamaliza. Ni rehema kwetu, ni kigezo kwetu. Basi tukisema labda kunakuwa na wenzangu pia watakuja watamzungumza vizuri. Mimi nimejaribu kuzungumzia semina, lakini wengine watakuja kumzungumzia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nashukuru mwenyekiti. Asante sana. Mtazamaji, kama ambavyo umesikia, ni mwenyekiti wa Umoja wa Madrasa za Kiislamu nchini Tanzania, UMAKITA. Nipo hapa na katibu wa UMAKITA nchini Tanzania, Sheikh Ali Mgome. Uzuri mwenyekiti Ali, katibu Ali, sijajua katibu mweka hazina, inawezekana naye kawa Ali. Basi yote hii ni katika kupata faraja tu kutoka kwao kuelekea kwenye hili jambo kubwa kabisa la tarehe 18. Tuanzie hapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ama baada ya aliyotangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rahma mtume, ni kweli kabisa jambo tunaloelekea ni kubwa kama mwenyekiti alivyokuwa amelielezea kwa upana, lakini si maana kwamba kufanyika. Lengo kubwa na makusudio UMAKITA, Umoja wa Madrasa za Kiislamu Tanzania, ndiyo chombo chao walimu, na sasa wanatakiwa wawe karibu na chombo chao na mipango yao iwe inapangwa pamoja, wakiwa wenyewe wanashiriki, wanajua na wanaona sababu zile za kwenda kwenye mafanikio kupitia taaluma yao, lakini na ni sehemu ya kuwakomboa maisha yao.
Zipo taasisi nyingi zimekuja, lakini bado hazijaweza kumsaidia wala kumkomboa mwalimu wala kumshauri wala kumweka karibu mwalimu. Lakini taasisi hii ya Umoja wa Madrasa za Kiislamu Tanzania toka ilipoanzishwa ipo karibu na walimu na inafanya kazi na walimu. Toka ilikuwa ipo changa, sasa inaenda kwenye kukomaa. Kwa hiyo walimu tunawaambia kwa sura pana na tunawafahamisha kwa elimu kubwa kwamba Umoja wa Madrasa za Kiislamu Tanzania ni chombo chao, na ndiyo wakiweza kufanya nacho kazi ndicho chombo kitakachoweza kuwatetea. Katibu, walimu wamekuwa kwenye hali dhalili kidogo, hususan kwenye masuala ya malipo. Watoto wetu sisi ndo wazazi, lakini ada ile labda mathalan 3,000, 2,000 ama 5,000 inakuwa shida. Mkiwa kama Umoja wa Madrasa za Kiislamu na nyinyi ndo makao makuu hapa, headquarter tunasema hivyo, mmejiandaaje sasa ili kuwapa somo walimu waweze kulielewa, lakini pia kufikisha ujumbe kwa wazazi watoe zile stahiki ada inayotakiwa kila mwezi? Hilo tumeliona na ndio jambo ambalo tunapambana nalo. Umoja wa Madrasa za Kiislamu ndani ya miaka 10 iliyopita mpaka 15 ilikuwa inapambania kuondosha migogoro kati ya madrasa na madrasa, kuondosha migogoro kati ya walimu na walimu, kuondosha migogoro ya wanafunzi wa madrasa na madrasa wanapokutana njiani. Kwa hiyo kwa kiwango kikubwa, kwa sehemu kubwa, hilo tumeweza kufanikiwa ndani ya miaka 14 toka kuanzishwa umoja huu. Kwa hiyo baada ya hatua hiyo kupigwa au tuliyefikia, sasa lengo muhimu na makusudio sasa kumjenga huyu mwalimu, kwa sababu tayari anapata utulivu, hana mgogoro na mwalimu mwenziwe, wanashirikiana, hana mgogoro na bosi wake ambaye amemwajiri kama mwalimu, lakini hata akiwa yeye mwenyewe ndiyo mudiri, ana nafasi ya kushirikiana na wenziwe na wakafanya kitu kizuri kwa ajili ya kutengeneza elimu ya dini iliyo sahihi na salama. Hii ni semina elekezi ambayo mnataka kuipeleka sasa kwa walimu ili waondoke nayo. Mgeni rasmi labda mnamtegemea nani kwa kama mtendaji wa taasisi wewe? Tunakusudia Allah akijalia na atie uhai na afya njema, semina yetu hii mgeni wetu rasmi atakuwa naibu Chief Kadhi Sheikh Ali Ibn Khamisi Ngeruko El Kasaji, na yeye ni chachu kubwa katika mafanikio na maendeleo ya walimu wa madrasa, lakini yeye ni msingi mkubwa unaoonekana katika kumtetea mwalimu na kumwekea misingi iliyokuwa mizuri na bora, ili huyu mwalimu baada ya miaka 3 ijayo au 4 awe mwalimu mwenye hadhi yake na sifa yake. Lakini mgeni wetu rasmi kupitia Umoja wa Madrasa za Kiislamu Tanzania, tuna shares, tunafanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunaenda kutekeleza na kufikisha mahitaji ya huyu mwalimu. Lakini tunamuomba mwalimu, hizi ni juhudi za makusudi tunafanya kwa ajili yake yeye, na yeye afanye juhudi za makusudi kwenye eneo lake la kazi ili kazi yake ionekane. Tumepata matatizo kidogo kwenye kazi zetu za ualimu, na hasa kwenye madrasa zetu. Kwenye madrasa zetu, kwenye utoaji wa taaluma, unamkuta mwalimu yeye
hawi kiigizo. Kwa hiyo hata kama atamleta Mwenyezi Mungu pale kupitia aya zake, lakini mtoto anamwangalia mwalimu. Mwalimu anaswali, utamkuta mwalimu anafundisha Qur'ani haswali. Lakini mwalimu je, anaonyesha mapenzi ya mtume? Anafundisha sira ya mtume, lakini mwenyewe hana tabia za mtume. Mwalimu ana mahusiano mazuri na jamii anayoishi nayo pale mtaani, unakuta mwalimu hana mahusiano mazuri na jamii iliyomzunguka. Wakati namba moja madrasa inapokuwa mtaani, inatakiwa iwe ndiyo chombo cha huduma kuu pale mtaani, kwamba mgonjwa, madrasa ijue mtaa kuna mgonjwa. Mtu anaoa, madrasa ijue kwamba leo tuna ndoa mtaani kwetu. Mtu amekufa, hilo ndio jukumu kubwa, kwa sababu yeye anatakiwa ashiriki kusimamia msiba ili msiba uzikwe kisheria. Lakini haya bado yamekuwa yana tabu. Kwa hiyo sasa ndo tunataka walimu tuje tuzungumze nao, tushauriane nao, tuwape mipango ya kuweza kudumisha ile taaluma ili iwe mzuri. Hata mzazi tukimwambia alipe ada 50,000 basi asione kero, ili aitoe kwa fasaha na atoe kwa kumsifia mwalimu wake wa madrasa. Huyu ni katibu mkuu wa Umoja wa Madrasa za Kiislamu nchini Tanzania, Sheikh Ali Mgomi. Ana mengi ya kuzungumza, na ukimwachia hapa unaweza kuchukua masaa 4, 5, 10, yeye anaongea tu. Lakini hebu tuhitimishe, tumsikie naye mtunza fedha wa taasisi hii ya UMAKITA, naye labda na kipi cha kuzungumza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walimu wategemee kupata njia mzuri, kupata maneno mazuri katika semina yetu ya tarehe 18. Yaani wategemee hilo, na wale ambao waliopata nafasi ya kualikwa ama ya kuitwa, basi waitumie nafasi hiyo, wafike bila ya kukosa, ili waweze kupata faida, ili waweze kupata maelekezo mazuri katika utendaji wao wa kazi yao ya ufundishaji. Kwa hiyo wategemee hivyo. Ni kauli hii ya mweka hazina wa taasisi hii ama umoja huu wa madrasa za Kiislamu nchini Tanzania akiweza kuhitimisha hivyo. Nikushukuru kuweza kuangalia, lakini nikushauri tu kuelekea jambo kubwa hili la taasisi ya umoja wa madrasa za Kiislamu nchini Tanzania kualika ama kufanya semina ya kwanza kabisa, semina elekezi na walimu katika wilaya hii ya Temeke. Usikose kuangalia Sambawi TV, Swabirina TV, Nuru katika Imani. Mimi ni ripota wako Ngula Al-Habibi, Sheikh Mungia, baby face, sura ya kitoto. Nyuma ya kamera yuko Omar Shahoza. Mchanganya picha ni Jafari Chings, kwa pamoja tukishirikiana kuhakikisha kwamba tupo na wewe katika mambo haya yaliyo ya kheri. Wabillahi tawfik.